Na mkereketo wangu wa lugha, mwanafunzi wa Kiswahili, ujambo mahali ulipo. Naitwa Ustadh Kakamnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili, na naomba kwamba tunapotanguliza kipindi hiki cha Uketo wa Kiswahili uweze kusubscribe kwa kujisajili pale chini. Na leo ningependa tuangalie mbinu za uandishi alizotumia mwandishi Clara Momanyi. Kwanza kabisa, ningependa tuangalie mbinu za uandishi ni nini. Mbinu za uandishi tuelewe kwamba ni sehemu muhimu katika kazi ya sanaa, kwa sababu ndizo humwezesha mwandishi kuwasilisha maudhui yake. Kwa hivyo, kupitia kwa mbinu za uandishi ndipo mwandishi anapopata kupitisha maarifa yake ama maudhui yake kwa hadhira yake ambaye ni wasomaji wa kazi yake. Na kumbuka kwamba mbinu za uandishi humsaidia mwandishi kufikisha ujumbe wake kwa wasomaji. Na mbinu hizi zimegawika katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo kuna mbinu za sanaa ama ukipenda mtindo wa mwandishi, hiyo ni mmojawapo. Na tunapozungumzia mbinu za sanaa ama mtindo wa mwandishi, hapa tunaangalia nini? Mbinu za sanaa ama mtindo wa mwandishi ni mbinu anazotumia mwandishi kuelezea ujumbe wake sawa na kuendeleza ploti ya kazi yake. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu kuweza kulielewa pia. Mbinu za sanaa hujumuisha mbinu za kimuundo kama vile taharuki, mbinu rejeshi ama ukipenda kisengere nyuma, kiangaza mbele ama kisengere mbele, hadithi ndani ya hadithi na kadhalika, na mbinu za kimtindo. Kwa hivyo inajumuisha mbinu za kimuundo pamoja na mbinu za kimtindo. Na mojawapo ya mbinu za kimtindo ni kwa mfano matumizi ya barua, matumizi ya ndoto, matumizi ya kinaya na majazi na kadhalika kwenye kazi ya fasihi. Kwa hivyo hilo ni kundi la kwanza la mbinu za uandishi. Kundi la pili la mbinu za uandishi ni tamathali za usemi ama tamathali za lugha. Tamathali za usemi ama tamathali za lugha. Mbinu za lugha ama tamathali za lugha huhusu matumizi ya lugha kiufundi ili kuwasilisha ujumbe na pia kuipamba kazi ya kifasihi. Na mojawapo ya tamathali za lugha ni matumizi ya kwa mfano misemo, methali, chuku, matumizi ya dhihaka, tashbihi, tashihisi, tabaini na mbinu mbalimbali. Kwa hivyo tumeelewa kwamba kuna aina mbili za mbinu za uandishi. Mojawapo ni mbinu za sanaa ama mtindo wa mwandishi. Pia tunaita mbinu za kimtindo. Na nimesema zile mbinu za kimtindo ni za aina mbili. Naam, baadhi ya mbinu za sanaa ama mbinu za kimtindo ambazo ningetaka tuweze tuangazie, mojawapo ni taharuki. Taharuki ni mbinu gani katika fasihi? Kwa Kiingereza tunaita suspense. Taharuki ni mbinu ya kisanaa ambayo humpa msomaji mshawasha wa kutaka kujua zaidi kuhusu jambo lililotokea baada ya tukio fulani. Taharuki humwacha msomaji akijiuliza maswali ili kujua zaidi yaliyotokea baada ya kisa fulani. Na utapata kwamba tunapozungumzia taharuki
Umuhimu wa taharuki katika kazi ya fasihi ni ile kuchochea hamu ya kutaka zaidi. Kwa hivyo ni mbinu ya kujiuliza maswali, ni yepi yaliyotokea baadaye, na wakati mwingine yaliyotokea baadaye yanabanwa, hatuwezi tukayafahamu kupitia kwa mbinu ya taharuki. Kwa mfano, nitatoa mfano huu tu kwenye riwaya ya Nguvu za Jadi. Tunapoongea kwamba uhusiano wa Cheya na Mashauri inaposambaratika, hatujaambiwa kwenye hadithi baadaye Mashauri alimchukua nani kama mpenzi baada ya Cheya kumsaliti kwa kushikana na babake Sagilu, ambaye ni Sagilu. Kwa hivyo hiyo ni taharuki, kwa sababu hatujaambiwa kwenye hadithi ni nini kilifanyika baadaye. Jambo jingine, unapoangalia riwaya kwa jumla, riwaya ya Nguvu za Jadi, tunajua kwamba Lonare halichukua hatamu za uongozi. Je, tunabaki kujiuliza, je, uongozi wa Lonare ulileta manufaa kwa raia wa taifa la Matuo? Tunajiuliza maswali. Uongozi wake ulikuwa bora kuliko uongozi wa Mtemi Lesulia? Na je, hatima ya wakazi wa Matangu waliokuwa wananyang'anywa shamba lao, nyumba zao zinachomwa kila wakati, hatima yao ilikuwa upi? Na je, hatima ya ufisadi uliokuwa umekithiri katika taifa la Matangu, hatima ya taifa hili kwa masuala ya ufisadi na ukuaji kwa uchumi, je, maisha yalianza kuwa bora? Mfumuko wa bei ulikomeshwa? Kwa hivyo hapa ndipo tunaanza kujiuliza maswali kwenye riwaya ya Nguvu za Jadi kupitia kwa taharuki. Kwa mfano, hadithi inapoanza, mfano mwingine ni kwamba hadithi inapoanza, Mangwasha pamoja na wanawe ambao ni Kajewa na Sayore wako kanisani. Kuna jambo ambalo limekumba eneo zima la Matangu ambalo wasomaji hawana habari kwalo. Ni baada ya kusoma baadaye kwenye sura na aya zinazofuata ndipo tunapoweza kujua tatizo ambalo limekumba eneo la Matangu. Lakini riwaya inapoanza, tunaona Mangwasha, tunaona wanawe Kajewa na Sayore wamo kanisani. Baadaye wakazi wengine wa Matangu wanajiunga nao. Inatuchukua muda kuelewa ni nini kilikuwa kinaendelea, ni nini kimewafanya wakakusanyika pale. Lakini baada ya kusoma kisa kile baadaye ndipo tunapopata ukweli. Wanawe Mangwasha hawana taarifa kuhusu aliko baba yao, na wasomaji hawajui ni kitu gani kimetokea. Hata mumewe Mangwasha kumwachia wanawe na umaskini, wasomaji wanalazimika kuendelea na usomaji wao ili kupata majibu ya maswali haya. Tunajua kwamba jambo la kwanza, Mrima hayumo. Mangwasha ameachiwa watoto kuendeleza malezi. Lakini wakati tunaposoma habari hizi, hatuna jibu aliko Mrima. Lakini baadaye ndipo kwa hivyo tunalazimika kusoma zaidi ndio tuweze kubaini uhakika wa mambo ama ukweli wa mambo yaliyopo. Kwa hivyo hiyo ni mbinu ya taharuki ambayo inaangaziwa kwenye kazi hii. Tunaona wakati mwingine, wakati pia baada ya Mangwasha kutorokea na wanawe kanisani, tunaona Mangwasha, barua anayopata Mangwasha wakati anachakura vitu vyake
kuona kama vyeti vyake vipo, inamwacha msomaji katika taharuki. Na inamwacha msomaji katika taharuki kwa njia ipi? Hajui barua hiyo imeandikwa na nani, ujumbe wake ni upi. Hivyo tunalazimika kusoma zaidi ili kukata kiu yetu ya kujua barua hiyo. Hata ingawa tunajua tu kwamba barua ile iliandikwa na mhusika wa kike, labda aliyekuwa na usuhuba na Mrima, lakini hatupati ni nani. Jina lake limebanwa. Jina lake limebanwa. Kwa hivyo hapo kuna taharuki pale. Taharuki inajitokeza pia wakati Sihaba anamtembelea chifu Mshabaha, na wanapotoka nje ya ofisi ya chifu, Sihaba anamkabidhi chifu bahasha. Msomaji anashangaa, bahasha hiyo ina nini? Kwa hivyo tunajua tu kwamba amekabidhiwa bahasha, lakini hatujui bahasha hiyo ina nini. Bahasha ile aliyokabidhiwa, bahasha ile ina nini? Hata hivyo tunaona kwamba Mangwasha anapokimbia kwenda kurudisha nyaraka zilizokuwa ndani ya bahasha hiyo, haijulikani mara moja nyaraka hizo zina taarifa gani hadi pale anapokutana na Lonare. Kwa hivyo kuna taharuki pia, kwa sababu anamkabidhi, hatujui ni nini kilichoko ndani, iliyoko ndani, kitu gani kilichoko ndani ya bahasha. Na ingawa hata baadaye Mangwasha aliweza kuchukua bahasha ile na kurudufu kilichoko ndani, hatujui kilichokuwa, nyaraka zilizokuwa ndani zina taarifa gani. Ni pindi tu wakati Mangwasha anakutana na Lonare ndipo tunapopata kuelewa kwamba kilichokuwa ndani kumbe ni barua zinazohusu ardhi ya Matango na kesi iliyokuwa mahakamani ikiongozwa na Mwamba, akiongoza kile kikosi cha akina Lonare wanaotaka kunyang'anywa shamba lao, wakili Mwamba. Kwa upande ule wa serikali kulikuwa na wakili Mafamba aliyekuwa anatia jitihada pia kuhakikisha kwamba ametumia njia za kifisadi kuona kwamba ardhi ya Matango inabaki mikononi mwa wale mafisadi wa serikali. Kisa cha kupotea kwa Lonare kabla ya uchaguzi mkuu kinajenga pia taharuki. Hata anapopatikana mapema siku ya uchaguzi, msomaji hapati taarifa zaidi kuhusu kilichokuwa kimefanya nini, kimejiri. Anaachwa kukisia kwamba pengine alitekwa nyara kwa amri ya mpinzani wake mkuu ambaye ni Mtemi Lisulia. Kwa hivyo wakati Lonare alipotea, tunaachwa kwenye taharuki, kwa sababu hatujui alienda wapi Lonare, ni nini kimemfanyikia. Baadaye tu anapopatikana kwamba ameumizwa na kupigwa na yuko katika hali mahututi, anachungulia kaburi, ndipo ukweli unaanza kufichuka kwamba alikuwa ametekwa nyara, lakini mwanzo hatuna habari hii. Kwa hivyo mbinu ya sanaa ama mbinu ya mtindo ndiyo tunayoita taharuki. Na nimeanza kwa kusema kwamba taharuki ni mbinu ambayo mwandishi anamwacha msomaji akijiuliza maswali, na nimetoa mfano kadhaa. Kwa mfano, uongozi wa Lonare, hatima ya uongozi wa Lonare. Je, uliweza kuleta nafuu kwa wenyeji na raia wa taifa la Matuo? Je, uhusiano wa Cheya na Mashauri uliposambaratika, Cheya aliendelea na usuhuba wake ama na urafiki wake ama mapenzi yake na Sagilu? Ingawa tunajua kwamba baadaye Sagilu hata naye alibagawa. Tunapata kujiuliza, Mashauri
alipoachana na Cheya alimwendea msichana yupi kimapenzi? Limeachwa, hatuna uhakika. Jambo jingine ambalo haliko wazi ni kwamba ingawa tunajua kwamba Mtemi Lesuli ametolewa uongozini, lakini tunajiuliza tuhuma na kashfa zote za ufisadi na udikteta, je, serikali ya Lonare iliweza kumchukulia hatua? Tunaacha tukijiuliza maswali. Tumezungumzia taharuki pia pale ambapo tunaona pia Mangwasha amefika kanisani na watoto wake. Hatupati moja kwa moja kuelewa kilichowapeleka pale. Ni baada ya kusoma kisa hiki ndipo ukweli unapoanza kufanya nini? Kufichuka. Kwa hivyo, naitwa Kaka Munai kama ilivyo ada, na kipindi ni Uketo wa Kiswahili. Usisahau kusubscribe hapa kwenye YouTube kwenye kipindi hiki Chisajili, na kutakia usiku mwanana na mwaka mpya wenye heri na mfanaka bila shari. Bye bye, tuonane.